hapana, mgogoro haujaanza kwa sababu umechagua kuwa mwenyekiti. Mgogoro sasa kama umeanza 2016 basi inamaanisha kwamba ile miaka 6 imebidi miaka 6 ilikwisha mwaka 2022, lakini hizo ni masuala ambayo utaona uamuzi wa mahakama ambao umetolewa hivi leo itabidi tuyaache yaweze kuamuliwa huko mbele. Sasa mahakama leo leo tumepigia asubuhi nikiwa ofisini nafanya kazi zangu, sina hili wala lile, sina taarifa yote, napiga simu na karani, ile simu inaingia sifahamu, inaitwa Tina. Sasa Tina nani? Inatokea Tina Brand. Okay. Una nini? Tuna uamuzi wa mahakama ndio tukusomee ndani ya muda mfupi. Inakuaje? Hata sisi tumeletewa saa hizi. Akasema sawa, sina ujanja, kabidi niweze kuarifu haraka viongozi wa chama na wanasheria wenzangu, tukazeni uamuzi ukaja kasoma. Uamuzi umesema kwamba ile amri ya zuio ambayo ilitolewa na Jaji Mwanga ilikuwa ni batili. Batili kwa sababu gani? Mara baada ya wakili Jebra Kambole kusema kwamba amejitoa kuwakilisha katibu mkuu na wajumbe wa bodi ya wadhamini, mahakama itakuwa kusikiliza ile kesi, kwa sababu upande wetu, upande wa bodi ya wadhamini na katibu mkuu hawakuwa mahakamani ili kuheshimu haki ya msingi ya kusikilizwa. Ilitakiwa mahakama wataarifu kwamba wakili wao amejitoa na waweze kutoa nafasi ya kuweza kusikilizwa. Kwa hiyo ile amri ya injunction au zuio lile ambalo hata polisi walikuwa wakisharadia na hata kuwapiga wanawake wetu na viongozi wa chauka watakuwa Msoma, hiyo amri haipo. Nataka kama polisi wote mfahamu. Nasema hivi, mahakama ya rufaa imesema hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia leo. Hiyo atakayotokea afande yote yule au nani alijifanya atakayefanya hivyo anakiuka amri ya mahakama ya rufaa. Hakuna zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hiki chama huru kufanya kazi za kisiasa. Kwa hiyo wanachama wote, viongozi wote, sehemu zote za nchi yetu wana haki ya kufanya kazi ya siasa. Awe msajili wa vyama vya siasa, au hiyo mamlaka yote ya nchi ifahamu kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama ambacho kina haki ya kufanya shughuli za siasa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema kwamba Tanzania ni nchi ya Jamhuri ya Muungano, ni nchi moja na nchi inafuata mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. So wale ambao waliapa wakasema kwamba watahifadhi, kuitetea na kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niwasomee na hii waifahamu, kwa sababu wengine nadhani hata uelewa wao wa katiba ni wa kutisha, ni mdogo sana. Nasema ibara ya 3 nasema hivi: Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Chadema inatekeleza hicho kitu na inaacha kufanya siasa kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijazungumzia ibara ya 18, ibara ya 20 ya watu kujumuika, ibara ya 21 na shughuli, ibara ya 27 kufanya shughuli za za kisiasa. Kwa hiyo tuna haki tokea sasa kufanya mikutano ya kisiasa kokote pale, kufanya hiyo haki kingine. Mahakama vile inasema kwamba kesi hii inarudishwa kwa jaji mwingine wa mahakama kuu. Hamidu Mwanga amenyang'anywa hiyo kesi, inapelekwa kwa jaji mwingine amue hoja msingi. Kesi hii ilikuwa ndani ya muda au ilikuwa nje ya muda? Tunaona kwa tunasema kwamba iko nje ya muda, upande wa wale wenzetu wanasema kwamba iko ndani ya muda. Kwa hiyo ni swala la kuamuliwa na jaji mwingine wa mahakama kuu. Kwa hiyo Hamidu Mwanga hizi kesi afanye nini? Azimuhusu tena. Nadhani na viongozi wa chama kama mwanasheria watachukua hatua za ziada kuhusiana na yale yote ambayo yanajitokeza, kwa sababu ili kuweza kulinda heshima ya mahakama. Tunaposema kwamba mahakama tuiheshimu na iwe huru, na vile vile hata watendaji wake wawe huru, hawana nini, hawana kinachowasukuma. Kwa hiyo ndio hapo tulipofika hivi sasa. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni chama kilicho huru, kinafanya shughuli zake za siasa, na kwa maana hiyo sasa tunashukuru sana mahakama ya rufaa, tunashukuru viongozi wa mahakama kwa kuweza mahakama ya rufaa kuweza kuitisha mafaili na kuweza kuyapitia. Tunazungumza mengi sana kwa uamuzi, lakini tunaheshimu mahakama ilichokiamua, tunakipokea na tunakifanyia nini? Tunakifanyia kazi. Asanteni sana. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania zangu,
wa chama chetu hapa, baada ya dakika 40 zijazo, ofisi yetu ya makao makuu ndogo pale Zanzibar, dakika 40 zijazo patafanyika tena press conference nyingine ambapo itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar, Mheshimiwa Said Isa Mzee. Ataongoza ile Said Mzee ataongoza akiwa na naibu katibu mkuu wa chama chetu Zanzibar. Kwa hiyo dakika 40 zifuatazo atakwenda kufanya. Kwa hivyo wakati huu ninafahamu mbele yetu wako viongozi wengi, nitambue uwepo wa mwenyekiti wa kanda ya Pwani, mjumbe wa kamati kuu wa Secretariat. Yako mengi atasemwa baada ya leo. Tujiandae tu, maana tuna furaha ambayo tunastahili kufurahia. Kwa hivyo kama nilivyosema, leo tutakuwa na wazungumzaji watatu tu. Kwa hivyo nichukue fursa hii kumkaribisha katibu mkuu wa chama chetu. Kwa ujasiri kabisa, tuko huru aje kuzungumza na katibu mkuu John Mnyika. Ndugu wanahabari, tunawashukuru kuitika mwito wetu wa haraka kidogo wa leo kuja kuzungumza na nyinyi. Ni kwa mara ya kwanza toka